Sheria ya Mungu.org. Sehemu ya pili: mpango wa ongo wa wokovu, mbinu ya shetani ya kuwapotosha mataifa. Ili Ibilisi aweze kuwapotosha wafuasi wa mataifa wa Kristo na kuwafanya waasi sheria ya Mungu, jambo la msingi na la kipekee lilihitajika kufanyika. Hadi miongo michache baada ya kupaa kwa Yesu, makanisa yalijumuisha Wayahudi wa Uyahuda, Waebrania, Wayahudi wa Matawani, Wahelena na mataifa wasio Wayahudi. Wanafunzi wengi wa Yesu wa awali walikuwa bado hai na walikusanyika na makundi haya katika nyumba za waumini, jambo lililosaidia kudumisha uaminifu kwa yote ambayo Yesu alifundisha na kuonyesha katika maisha yake. Uaminifu kwa sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ilisomwa na ilitiiwa kwa umakini kama Yesu alivyowaagiza wafuasi wake. Akasema, heri wale wanaosikia neno la Mungu, logon toutheu, yani Tanakh, Agano la Kale, na kulishika. Luka 11:28. Yesu hakuwahi kugeuka kutoka kwa maagizo ya Baba yake. Umeagiza amri zako zihifadhiwe kwa bidii. Zaburi 119:4. Dhana inayotawala katika makanisa leo kwamba ujio wa Masihi uliwapa mataifa msamaha wa kutokutii sheria za Mungu zilizo katika Agano la Kale haina msingi wowote katika maneno ya Yesu yaliyorekodiwa katika Injili 4. Mpango wa asili wa wokovu. Wokovu ulipatikana kwa mataifa siku zote. Hakujawahi kuwa na wakati katika historia ya ustaarabu ambapo Mungu hakuruhusu mtu yeyote kumrudia kwa toba, kupokea msamaha wa dhambi zake, kubarikiwa na kufikia wokovu baada ya kifo. Kwa maneno mengine, wokovu umekuwa ukipatikana kwa mataifa tangu zamani, hata kabla ya ujio wa Masihi. Wengi katika makanisa leo kwa makosa wanaamini kwamba ni baada tu ya kuja kwa Yesu na dhabihu yake ya upatanisho ndipo mataifa walipata fursa ya wokovu. Ukweli ni kwamba mpango ule wa wokovu uliokuwepo tangu Agano la Kale uliendelea kuwa halali katika siku za Yesu na unaendelea kuwa halali hadi leo. Tofauti pekee sasa ni kwamba wakati hapo awali sehemu ya mchakato wa msamaha wa dhambi ilihusisha dhabihu za ishara, sasa tunaye dhabihu ya kweli ya mwana-kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Yohana 1:29. Kuungana na taifa la Agano la Mungu. Shahidi wa kuungana na Israeli. Mbali na tofauti hii muhimu, kila kitu kingine kimebaki vile vile kama ilivyokuwa kabla ya Kristo. Ili mtu wa mataifa apate wokovu, hana budi kujiunga na taifa ambalo Mungu alilichagua kuwa lake kupitia agano la milele lililothibitishwa kwa alama ya tohara. Na kwa habari za mataifa, nekar, wageni, watu wa mataifa wasio Wayahudi wanaojiunga na Bwana ili kumtumikia, kumpenda jina la Bwana na kuwa watumishi wake na kushika agano langu, hao nitawaleta katika mlima wangu mtakatifu. Isaya 56:6-7. Yesu hakuunda dini mpya. Ni muhimu kuelewa kwamba Yesu hakuanzisha dini mpya kwa ajili ya mataifa kama wengi wanavyodhani. Kwa hakika, Yesu mara chache sana alihusiana na mataifa, kwani lengo lake kuu lilikuwa taifa lake mwenyewe. Yesu akawatuma wale 12 kwa maagizo haya: msienende kwa mataifa wala msiingie katika miji ya Wasamaria, bali enendeni kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Mathayo 10:5-6. Mpango wa kweli wa Mungu wa wokovu. Mpango wa kweli wa wokovu unaolingana kikamilifu na kile ambacho Mungu alifunua kupitia manabii wa Agano la Kale na kupitia Yesu katika Injili ni rahisi. Jitahidi kuwa mwaminifu kwa sheria za Baba, naye atakuunganisha na Israeli na kukutuma kwa mwana kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Baba hamtumi mtu yeyote anayejua sheria yake lakini anaishi katika uasi wa wazi. Kukataa sheria ya Mungu ni uasi na hakuna wokovu kwa waasi. Mafundisho yasiyo na msingi wa kibiblia. Mpango wa wokovu unaohubiriwa katika makanisa mengi ni wa uongo. Tunajua hili kwa sababu hauna msingi wa kile ambacho Mungu alifunua kupitia manabii katika Agano la Kale na kile Yesu alifundisha katika Injili 4. Mafundisho yoyote yanayohusiana na wokovu wa roho, mafundisho ya msingi, lazima yahakikishwe na vyanzo hivi viwili vya awali. Moja, Agano la Kale, Tanakh, sheria na manabii, ambalo Yesu alinukuu mara kwa mara. 2, maneno ya mwana wa Mungu mwenyewe, uongo mkuu. Dhana kuu inayosukumwa na watetezi wa mpango huu wa uongo wa wokovu ni kwamba mataifa wanaweza kuokolewa bila kutii amri za Mungu. Ujumbe huu wa uasi ni sawa na kile nyoka alihubiri katika Edeni: hakika hamtakufa. Mwanzo 3:4-5. Ikiwa ujumbe huu ungekuwa wa kweli, Agano la Kale lingekuwa na vifungu vingi vinavyoeleza wazi jambo hili. Yesu angekuwa ametamka waziwazi kwamba kuwaondolea watu wajibu wa sheria ya Mungu ilikuwa sehemu ya utume wake kama Masihi. Hata hivyo, ukweli ni kwamba hakuna sehemu katika Agano la Kale wala Injili zinazounga mkono la kipuuzi
wajumbe waliokuja baada ya Yesu, kutegemeana na vyanzo visivyo vya Injili, wanaopromoti mpango wa wokovu usiohitaji utii kwa sheria ya Mungu, mara chache humnukuu Yesu katika mafundisho yao. Sababu ni wazi: hawawezi kupata popote katika mafundisho ya Kristo yanayoonyesha kwamba alikuja duniani kuwaokoa watu wanaokaidi sheria za Baba yake kwa hiari, ukosefu wa msaada wa kinabii. Badala yake wanategemea maandiko ya watu waliotokea tu baada ya kupaa kwa Kristo. Tatizo na hili ni kwamba: moja, hakuna unabii wowote katika Agano la Kale unaotaja mjumbe yeyote kutoka kwa Mungu ambaye angeibuka baada ya Yesu. Mbili, Yesu mwenyewe hakuwahi kusema kwamba mtu yeyote angekuja baada yake na utume wa kufundisha mpango mpya wa wokovu kwa mataifa. Umuhimu wa unabii: shahidi wa mamlaka ya kimungu. Ufunuo wa Mungu unahitaji mamlaka ya awali na idhini ili uwe halali. Tunajua kuwa Yesu ndiye aliyetumwa na Baba kwa sababu alitimiza unabii wa Agano la Kale. Hata hivyo, hakuna unabii wowote unaotaja kutumwa kwa watu wengine walio na mafundisho mapya baada ya Kristo. Uwajibikaji wa mafundisho ya Yesu. Yote tunayohitaji kujua kuhusu wokovu wetu yanakamilika na Yesu. Maandiko yoyote yaliyojitokeza baada ya kupaa kwa Yesu, iwe ndani au nje ya Biblia, yanapaswa kuzingatiwa kuwa ya pili na ya msaidizi, kwa kuwa hakuna unabii wowote kuhusu ujio wa mtu yeyote aliyekabidhiwa jukumu la kufundisha kitu kingine zaidi ya yale ambayo Yesu alifundisha. Mafundisho yoyote yasiyoendana na maneno ya Yesu katika Injili ni lazima yakataliwe kama ya uongo, bila kujali asili yake, muda wake wa kuwepo au umaarufu wake. Unabii wa Agano la Kale kuhusu wokovu. Matukio yote yanayohusiana na wokovu ambayo yalipaswa kutokea baada ya Malaki yalitabiriwa katika Agano la Kale. Haya yanajumuisha kuzaliwa kwa Masihi, Isaya 7:14, Mathayo 1:22 hadi 23. Yohana Mbatizaji kuja kwa roho ya Eliya, Malaki 4:5, Mathayo 11:13 hadi 14. Utume wa Kristo, Isaya 61:1 hadi 2, Luka 4:17 hadi 21. Kusalitiwa kwake na Yuda, Zaburi 41:9, Zekaria 11:12 hadi 13, Mathayo 26:14 hadi 16, Mathayo 27:9 hadi 10. Kesi yake, Isaya 53:7 hadi 8, Mathayo 26:59 hadi 63. Kifo chake kisicho na hatia, Isaya 53:5 hadi 6, Yohana 19:6, Luka 23:47. Kuzikwa kwake katika kaburi la mtu tajiri, Isaya 53:9, Mathayo 27:57 hadi 60. Hakuna unabii kuhusu watu waliokuja baada ya Yesu. Hata hivyo, hakuna unabii unaomtaja mtu yeyote baada ya kupaa kwa Yesu, iwe ndani au nje ya Biblia, aliyekabidhiwa jukumu la kuunda njia tofauti kwa ajili ya mataifa kuokolewa. Sana njia inayomruhusu mtu kuishi kwa makusudi katika wasi dhidi ya sheria ya Mungu na bado akakaribishwa mbinguni kwa mikono miwili. Mafundisho ya Yesu kwa maneno na matendo. Mfuasi wa kweli wa Kristo hujenga maisha yake yote kulingana na mfano wake. Yesu alifundisha wazi kwamba kumpenda yeye kunamaanisha kuwa mtii kwa Baba na kwa Mwana. Amri hii si kwa wale waliolegea, bali ni kwa wale walio na mtazamo wa ufalme wa Mungu na wako tayari kufanya chochote kinachohitajika ili kupata uzima wa milele. Kujitoa huku kunaweza kusababisha upinzani kutoka kwa marafiki, kanisa na familia. Amri kuhusu tohara, nywele na ndevu, Sabato, nyama zilizokatazwa na kuvaa tzitzit zinapuuzwa sana na Ukristo wa leo. Wale wanaoamua kutofuata mkumbo na badala yake kushika amri hizi wana uwezekano wa kukumbana na mateso, kama Yesu alivyotuonya katika Mathayo 5:10. Kufuata amri za Mungu kunahitaji ujasiri, lakini thawabu yake ni uzima wa milele. Msururu huu na masomo mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanapatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.